Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa sehemu ya 7 ambayo ni sehemu ya pili katika somo letu ambalo linahusu tuikatae roho ya hofu. Na tunaangalia sasa sehemu ya pili katika somo hili linalohusu kuikataa hofu. Hofu pia inaweza ikakupelekea kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 3 mpaka wa 4, Elia alikuwa mtumishi mkubwa sana wa Mungu, lakini alijikuta anafanya maombi ya kujiombea kifo kutokana na maneno ya Yezebeli, malkia yule wa kuzimu. Sasa unaona, Elia ni mtumishi wa Mungu, lakini sasa alitishiwa kwamba kesho majira kama haya roho ya Elia itakuwa mkononi mwangu. Elia akakimbia akaenda kaka chini ya miretemo, akaanza kumuomba Mungu kwamba ichukue roho yangu, yatosha sasa. Yawezekana hata wewe kuna sehemu na sali, lakini pia hata jumbe unazopewa. Unajua kuna watumishi wengi sana ambao pia wanahubiri mafundisho pia ya kuingizia watu hofu. Jifunze kukataa hofu kwenye maisha yako. Yaani hofu yako ni kifo chako. Kataa hofu. Kuna maneno mengi unaweza ukaambiwa yakaangusha hofu badala ya faraja na matumaini kwenye maisha yako. Sasa hebu fikiri neno, huyo mtumishi wa Mungu Elia ni mtumishi mkubwa sana. Ni mtumishi ambaye alishusha moto kutoka mbinguni. Ni mtumishi ambaye aliweza kufunga mvua miaka 3 na miezi 6. Ukisoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya 5. Sasa lakini sasa kwa neno la yule mwanamke Yezebeli, neno la mke wa Ahabu tu lilimtisha Elia kiasi kwamba akaomba asiendelee na huduma ila apumzike. Kwa hiyo maneno unaweza ukasikia maneno ambayo yamebeba hofu mpaka yakakufanya ufanye maamuzi mabaya mbele za watu na mbele za Mungu. Kwa hiyo unaona Mungu kweli alikubali, alimchukua Elia kutoka mbinguni. Hakuna kaburi la Elia duniani. Alichukuliwa moja kwa moja na gari la moto hadi mbinguni. Kwa nini? Mungu aliona maneno yale yaliangusha hofu na yalimchosha. Hofu pia inaweza kukuletea magonjwa. Kuna watu wamepata magonjwa kama pressure, hata magonjwa ya moyo. Hofu kwa sababu ya maneno walioyasikia, alikuwa amebeba hofu. Hofu itakayomaliza watu wengi ni ile ambayo itapitishiwa kwenye maneno unayoyasikia. Magonjwa yatakayotokea duniani, kuyumba kwa uchumi. Maandiko zaidi ya kuikataa roho ya hofu, lazima usome Timotheo wa kwanza sura ya Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Isaya 41 mstari wa 10, usiogope maana mimi niko pamoja nawe. Haya ni maneno pia ya kuikataa hofu. Lakini hofu pia inaweza ikaletwa pia yani kwa kujua mambo ambayo ungetakiwa usiyajue. Yani kuna watu wengi wamekufa tu baada ya kujua. Yani kuna mtu mwingine ameenda kujinyonga baada ya kuambiwa tu mke wako ni mchepuko wa mtu fulani. Yani ameenda yani kama asingejua, asingesikia hofu akaenda kujua. Unaona siri ya kujua. Kwa hiyo shetani anaweza kutumia madaktari wengine kama vyombo vyake. Naenda hospitali, daktari anakuambia kwamba tunaona yani ugonjwa wako wewe utafika kesho. Aga ndugu zako. Sasa lile neno la Daudi daktari ambaye ni chombo cha shetani likaenda likakuua. Wale wanaokaa vikundi kama wale vijana wanaofanya kazi za pamoja, madereva wa mtoyo, madereva wa magari. Chunga story ambazo mnapiga. Unaweza ukapewa taarifa ya uongo na ukaenda ukajimaliza, au ukaenda ukaua mtu. Hofu, siri ya kujua. Unaweza ukaenda ukapimwa na vipimo vingine huko, ukaambiwa na magonjwa ambayo hayapo. Moyo ukaanza kutetemeka, kumbe maneno ulioambiwa ni ya uongo, yamebeba hofu. Sasa ni hatari sana. Kuna mama mmoja alikuwa mjamzito, akaenda hospitali kupima, anaambiwa una mtoto lakini hana kichwa. Sasa anacheza hadi utuboni, hana kichwa, watu hawaelewi. Kumbe yule daktari ni wakala wa kuzimu. Ameingiza hofu. Alivyoenda hospitali nyingine, yule mama amejifungua na mtoto ni mzima. Kwa hiyo pia kuna baadhi ya madaktari wanatumiwa na shetani kuangusha hofu ndani ya kwa wagonjwa. Lakini kuna hofu ya kuona. Kama haya mahospitali ambayo unaona yanatibu watu, lakini pembezoni mwa zile hospitali kunauzwa majeneza. Jamani, hata wale mawaziri mnaohusika, kwa nini nyinyi msione namna ya kuondoa hizo biashara za majeneza kwenye malango ya hospitali? Mtu anaenda hospitalini anakutana na msafara wa majeneza. Kuanzia anaingia hospitali majeneza yanauzwa tu. Sasa anaona viungo vya kuzika watu.
Sasa vile viungo vinamuingizia yule mtu hofu, anaona na mimi nitakufa, nitakuja kuingizwa huko. Kwa hiyo ninawaombeni wale mnaohusika, mshughulikie mambo hayo. Na ni hospitali nyingi tu zimeanza kuruhusu watu wanauza majeneza kule nje. Naomba Mungu awasaidieni ninyi nyote na awapeni neema na hekima ya kujua kwamba mnaua watu kwa hofu kule. Kwa hiyo ninaomba sasa, linda moyo wako kuliko vyote, usiruhusu hofu ikuvamie. Katika kile kitabu cha Methali sura ya 3, Methali sura ya 3, soma Methali sura ya 4 mstari wa 23, inasema kwamba linda sana moyo wako. Kwa Mungu akubariki sana kama uko unatusikiliza, na somo letu la hofu limeishia hapa. Tutatoa sehemu nyingine wakati mwingine. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya mafundisho haya. Tunaomba sasa roho ya hofu ivunjwe juu ya watu hawa. Tunaivunja roho ya hofu kwa yote aliyekuwa ananisikiliza na kunitazama. Hofu isimkaribie. Tunakataa roho ya hofu na kuipinga kwa nguvu zote. Kuanzia sasa kuna taarifa zenye hofu tunazifuta na kuziondoa. Maneno yote yaliyobeba hofu, maneno yaliyobeba hasira na hofu na uchungu tunayafuta ndani ya moyo wake. Na hata wale wengine ambao wanatufuatilia, lakini Baba kuna mambo wameyajua, kumbe wameyajua vibaya, yameingiza hofu, tunayafuta hayo mambo kwa damu ya Yesu. Hofu yote tunaitoesha, lakini hofu mbaya ambazo zinazuia watu, mtu akitaka kufanya kazi anaogopa atafilisika, ni hofu za kuzimu, hizo tunazifuta na kuziondoa. Damu ya Yesu ikafunike kipindi hiki na msikilizaji na mtazamaji wetu. Tunamweka katika mikono yako, Baba wa mbinguni. Mwaga Roho yako Mtakatifu, achilie kiu ya watu kusoma neno na kuomba katika jina la Yesu. Bariki ujumbe wako Bwana wa neno lako siku ya leo, ukakuzalie matunda katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya wagonjwa, wafungwa, yatima na wote wenye shida mbalimbali. Amen. Basi unaweza kutuwasiliana na sisi kupitia namba 0759044115 au kama una jambo lingine ambalo ungetaka kutushirikisha kama ushauri, tunapokea, na kama una sadaka unataka kutuma kwa ajili ya kipindi hichi, basi tutaipokea. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nasi na kutufuatilia. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.